لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل الرسل بالدعوة التوحيد لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tukiingia moja kwa moja katika somo letu la sira katika mlango wa al-idhaa, maudhi ya Makuraish wa Mtume, rehma na amani zimshukie. Nitaendelea alikokoma al-ustadh. Nasema wa mimma hasala li rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na miongoni mwa mambo ambayo kwamba aliyapata Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, maa Abi Jahli, pamoja na Abi Jahli, ni anna hadha ibtaa, hakika ya Abu Jahli ibtaa, alinunua ajmalan, ngamia, min rajulin, kutoka kwa mtu, yuqalu lahu, akiitwa al-Irashi. Huyo al-Irashi katika zitabu inasemekana ni mtu kutoka Yemen, kutoka Zubayr. Ni mtu aliyekuja katika mji wa Makka akiuza ngamia. Kisha Abu Jahli akaweza kununua ngamia kutoka kwa mtu kama yule. Famattalahu, kisha akamcheleweshea, biathmaniha, kwa kumlipa pesa zake. Fajaa rajulun majmaa Quraish yuridu minhum musaadatan ala ahdi malihi, kisha mtu kama yule akaja katika mkusanyiko wa Makuraish, akaja mahali ambapo Makuraish huwa muda mwingi wanapatikana. Ni desturi katika Waarabu wa zama hizo wa kitambo, al-istisaru inda al-Kaaba, watu kupeleka maneno katika al-Kaaba. Mtu akiwa na haja yake na shida huenda katika al-Kaaba, akapanda akazungumza, akaeleza, akahitajia jambo fulani. Bwana kama huyu pia alikwenda katika al-Kaaba, kufika akapata mkusanyiko wa Makuraish, akapanda akasema, nami pia nina jambo langu, nimefanya kadha wa kadha, nimemuuzia ngamia Abu Jahli na amekataa kunilipa, naomba msaada kutoka kwenu nyinyi niweze kupata haki yangu. Makuraish kama kawaida yao, fadallauhu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakamwelekeza kwa Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, liusifahu min Abi Jahli, ili aweze kufanya insafu kutoka kwa Abu Jahli, aweze kumchukulia mali yake kutoka kwa Abu Jahli, istihzaan, kwa kumtezea shere, lima ya'lamunahu, kwa ambao kwamba anajua kwa wao, min afali dhalika shaqi bi rasuli, kwa matendo ambayo kwamba wanajua kwa mtu kama yule muovu aliyekuwa akifanya mambo mabaya kwa Mtume. Walikuwa wanajua kwamba lao Mtume ataenda kwa Abu Jahli, basi atakwenda kufanyiwa istihzai na kero na kuaibishwa, hata kupigwa ikiwezekana. Walijua kwamba mambo haya yatatokea, ndio maana wakamfanyia istihzai mtu kama yule, wakamwambia wewe nenda kuna jabari gumu kule, nenda kwa Mtume atakuchukulia pesa zako. Mtu kama yule akapata moyo. Fatawajjaha ar-rajulu, basi akatoka akaelekea mtu kama yule ile kwa Mtume, watalaba minhu musaadata, na akamuomba kutoka kwa Mtume kusaidiwa, ala Abi Jahli, kupata pesa zake kutoka kwa Abi Jahli. Fakharaja maahu, na akatoka pamoja na yeye, hatta daraba alayhi babahu, na Mtume hakuwa kiongozi wa watu wa Makka peke yake, na hakuwa kiongozi wa mtu ambaye kwamba anamjua ama Muislamu, la, ili mradi pana haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuuliza basi nani wewe, dini yako, la. Aliposikia kuna dhulma, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo kwa hapo aliweza kuamka. Ndio naambiwa al-adlu fil islami fawriyun wa laysa muajjala,
kutekeleza uadilifu katika dini ya Uislamu ni mara moja, ni kwa haraka, sio umwambie mtu baadaye, wewe ndio baadaye tutaenda. Ni kwa haraka, pale unaona ni wepesi na ni haja kile kitu kutendeka, kama vile alivyofanya Mtume. Alitoka moja kwa moja na akaelekea mpaka katika nyumba ya Abu Jahali na akagota mlango wake na akasema Abu Jahali nikuuliza, man hadha, ni nani? Qala Muhammadun, ni mimi ya Muhammad. Fakharaja, akatoka Abu Jahli muntakaan launuhu, akiwa amebadilika rangi yake. Faqala lahu rasul, ati hadha haqqahu, mpatie huyu haki yake. Sio kwa ombi, sio kwa sauti ya labda kwa ndio unaenda kwa mtu, labda umetumwa ukafika, ni mtu mkubwa, ukafika ukaanza story gongoni, bwana yeye kadha wa kadha. La, ati hadha haqqahu, mpatie haki yake, mpatie kile ambacho kwamba ni chake yeye. Hapo Makuraish wamepata kwa nyuma, wamejipita kwenye vipembe zile, wanaangalia hivi alipana mkangu sahihi, anapigwa mtu mbao. Subhanallah. Faqala Abu Jahl, akasema Abu Jahl, la tabrah, usiondoke hatta taakhudha, mpaka nikupatie mali yako. Abu Jahli, Makuraish wanategemea kwamba Abu Jahli ataweza kumfanya istihzai, kumtukana, kumsukuma, labda kumwagia maji ya moto, lakini la, alimwambia la tabrah hatta taakhudhahu, usiondoke mpaka nikukabidhi kile ambacho kwamba ni cha kwako. Falam yabrah ar-rajul, na wala kuondoka yule kijana, hatta akhadha dainahu, mpaka alipochukua mali yake. Faqalat Quraish, wakasema Makuraish sasa, baada ya Mtume ashapewa yule kijana, Mtume anaondoka, wakamwambia Makuraish, wailaka ya Abul Hakam, uangamie, ole wako, umefanya nini wewe baba la hekima, balagha, kwa jina lake mahsus Abu Jahl, baba la ujinga, lakini wanamuita Abul Hakam, baba la hekima. Ma ra'ayna mithla ma sana'tu, nasema hatujawahi kuona mfano kile kitu ambacho kwamba umekifanya siku ya leo. Tutatarajia wewe utakuwa mstari wa mbele kumpinga Mtume, utakuwa mstari wa mbele kumkejeli, kumfanya dhihaka, kumuudhi. Umefanya nini wewe? Akasema we hakum, kaambia ole wenu mwenyewe, kwendeni. Kwa nini? Wallahi, akaapa, akasema wallahi, naapa, ma huwa illa an daraba alayya babi hatta sami'tu sawtahu, sikumuona yeye, sijawahi kumuona yeye, ama sijaona chochote kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa an daraba alayya babi, alipogota mlango wangu, hatta sami'tu sawtahu, mpaka niliposikia sauti yake alivyosema Muhammad, ni mimi Muhammad. Famuli'tu min ru'ba, basi sauti kama ile ikaweza kujaza babaiko, akajaa uoga. Abu Jahli anasema akajaa uoga Abu Jahli, mwili wote unatetemeka, damu zimemsimama. Thumma kharajat ilayhi, kisha akatoka kumuona yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa in fawqa rasi, na ilikuwa katika juu ya kichwa chake, fahlan, dume, fahali, min al-ibli, kutokamana na ngamia. Ma raaitu, sijawahi kuona mithlahu, mfano wake, katu, milele. Lau abaitu, lau ningalikataa, au taakhartu, au ningechelewesha kumpatia mtu kama yule haki yake, la akalani, angenilamini ngamia kama yule. Na katika nyuma tumeenda kusoma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia dhaka Jibril, sio dhaka Jibril, wala udana la akhadhahu, na lao angenikurubia angenichukua. Abu Jahali, mtu akiwa muovu, na mara shari kumtafuti, hukupata. Nyuma kitendo kama hichi kiliweza kumtokea Abu Jahali, na hapa pia hakukipata, ililetwa. Makuraish walikusanya wakati wa msala, kuja wakamletea kwa mlango wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema sa'alti fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, tutaeka katika nyoyo za wale kwamba wamekufuru babaiko. Ndio kama hili Allah subhanahu wa ta'ala aliyofanyia Abu Jahli kwa Mtume, rehma na amani zimshukie yeye. Sitokuwa mwingi wa kurefusha
Inshallah mwenzangu atakuja kuendelea mpaka hapa nitakoma. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla